tunamgoja Mungu aje. Uone Mungu amekuja kaketi mbele leo. Tuone tumemwona Bwana leo amekuja akasema nasi. Tutamgoja. Yaani tutamgoja sana. Tutamgoja mpaka tuseme Bwana utumana. Na ndio maana Zaburi 107 mstari wa 20 Biblia inasema maana yeye ulituma neno. Yeye Bwana ulituma neno kuokoa. Bwana Yesu ulituma neno kuokoa na kuwatoa katika maangamio yao. Yeye Bwana ulituma neno kuokoa na kuwatoa watu katika maangamio. Tunapozungumzia habari ya Pasaka, kuna mtu amekuwa katika hali ya maangamio, katika hali ya maangamio kwake yeye binafsi, katika hali ya maangamio kwa upande wa kifamilia, katika hali ya maangamio kwa upande wa kibiashara, katika hali ya maangamio kwa upande wa mapato, katika hali ya maangamio hivi katika standard ya maisha yake. Na Bwana anasema ya kwamba yeye ulituma neno kuokoa na kuwatoa katika maangamio yao. Kile kinachojalisha kama Bwana atakapotumana neno hilo litakupata ukiwa alert ama litakupata ukilala. Neno hilo litakupata ukiwa makini ama litakupata katika hali ya ukawaida. Neno hilo litakupata kwa matarajio ama litakupata ukiwa umezoea. Lakini kutumana maandiko yanasema hapo 107:20 ya kitabu cha Zaburi ya kwamba yeye ulituma neno kuokoa na kuwatoa watu katika maangamio. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideoni anapeana sababu. Bwana, katika familia ya Manase ni mmoja wa watoto wa Yakobo. Baba yetu ndio mdogo katika familia ya Manase, na kwa nyumba ya baba yangu mimi Gideoni ndio lasibone. Unaweza uje kusema ya kwamba mimi ni shujaa. Kwani Mungu umesahau lasibone wa kwetu? Kwani umesahau ndugu zangu wale wakubwa wanaonekana wako na misuli, huenda wamefanya jimu, lakini mimi ni mdogo hapa. Unawezaje kusema kwamba mimi ni shujaa? Bwana anamwambia nenda kwa uwezo huo. Haleluya. Nenda kwa uwezo huo uokoe Israeli. Bwana anaangalia Gideoni kwa mtazamo si wa kuokoa familia ya Manase, kwa mtazamo si wa kuokoa nyumba ya kwao, kwa mtazamo wa kuokoa Israeli yote. Katika Israeli yote kumbuka kuna uzao wa Rubeni, kuna uzao wa wale wengine, kuna uzao wa wale kina Yakobo, kina Yusufu, kina Benjamini, kina Naftali. Manase iko pale chini. Alafu Gideoni anaambiwa nenda kwa uwezo huo, wewe ndio utakayewaokoa wana wa Israeli na mkono wa Midiani. Sasa Mungu angalia status yako leo. Kila Mungu anaangalia ni determination of the heart. Makusudio ya moyo wako. Haleluya. Makusudio ya moyo wa mtu leo atavuka hilo daraja, atacross over in that bridge that has been limiting your life. You are going to cross over in that stagnation that has been limiting your life. You are going to cross over in that bondage that has been a captivity to your life. I say somebody is going to cross over today according to the determination of the heart. Hallelujah. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sababu za Gideoni zilikuwa ni real na zinaeleweka, lakini Mungu hakuangalia. Unafikiri Mungu hakuona wale wengine katika Israeli? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Soma kitabu cha Ezekiel. Ezekiel chapter number 16. Ezekiel chapter number 16 verse number 1. Ezekiel chapter number 16. Ezekiel
Soma. Neno la Bwana likanijia tena kusema, wanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Kana Mwamori. Alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kichoko chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliyozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe, nikakuona ukigaagaa katika damu yako, nalikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Naam, nalikuambia, ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nalikufanya kuwa maelfu elfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna mtu leo maisha amekuwa magumu, si kwa kupenda kwake, lakini kuna kitu kilikoseka hapo siku ile ulipozaliwa. Na wewe huko sikarau tu. Na ndio maana tunapofanya Pasaka, katika kufanya agano na Mungu, hiyo peke yake ndio inaweza kufuta kila kitu, kuondoa kila kongwa, kila kizuizi, mambo yaliyonenwa na watu, wawe watu wenyewe walianena wako hai ama waliokufa, kwa kupitia kufanya agano na Mungu yanaondolewa. Nitakwambia kwa sababu gani. Ibrahimu aliishi akazaa mtoto katika uzee akiwa na 100 years na mke wake akiwa na 90. Hiyo ni wazi kwamba waliachana na difference ya 10 years. Baada ya Ibrahimu amemzaa Isaka naye alipokuja kuoa, naye mke wake akakosa kuzaa, akajazaa katika uzee. The same thing iliyofanyika kwa baba imefuata na mtoto. Makosa ya Isaka alikuwa ni anaweza sasa. Wasoma Biblia wanasema ukoo wa Ibrahim, mbari ya Ibrahim alikotoka, walikuwa ni watu ambao walikuwa wanafanya ibada za kutoa watu sadaka. Na kuzungumzia sadaka ni wale wanazita kafara, sacrifice, sadaka. Walikuwa ni watu wa kutoa watu sadaka. Na si kwamba Mungu alimchukia Abraham. Mungu kumwambia Abraham amtoe mwanae tena wa pekee, alikuwa anataka aone kama Abraham atakuwa na ujasiri wa kuishinda miungu ya kwao. Kama pengine baba zake walitoaga watu kwa madhabahu ya giza ya kwao, Ibrahim kama ako radhi pamoja na Isaka ni mmoja, kama ako willing kwa kumwamini Mungu kumpatia Isaka katika uzee. Anaweza sasa. Na kwa sababu Mungu tofauti na waganga, licha kwamba Ibrahim aliridhia na kukubali sauti ya Mungu, ilipofika kipindi ya kwamba amemfunga Isaka, amemweka juu ya kuni, ako tayari sana kumchoma kisu ndio amwashe moto. Bwana akamwita Ibrahim, kisu kikiwa juu, akamwambia Ibrahim, usimdhuru mwanangu. Mungu alijua Ibrahim alikuwa determined, alikuwa hajaribu, alikuwa hajifanyishi kama kumtoa Isaka huenda Mungu atatoa sadaka. Alikuwa amemaanisha mtoto huyu Bwana alinipatia, na mtoto huyu Bwana amemwomba, nami nitampatia Bwana. Mtoto huyu nilishindwa kuzaa, lakini Bwana akanipa huyu mtoto, naye Bwana amemtaka, mimi nitampa Bwana, maana yeye ndo aliyenipatia. Amina. Sasa hapo ndo sisi wateule tunashindwa
kwa msingi kwamba hicho